لا ند له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. إخوة الإيمان، baada ya siku 2 mpaka 3 tutakabiliwa na khairu ayami dunia. Kutoka leo mpaka siku 3 takriban zitaingia katika maisha yetu, ulimwengu wetu, siku zipendezazo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko siku zozote zile alizoziumba. Nazo ni siku 10 za mwezi wa Dhulhijja. Siku 10 hizi fadhila zake ni kubwa mno kiasi cha kuapiwa katika Qur'ani, bismillahir rahmanir rahim, wal fajri wa layalin ashr. Ulama wa tafsir wanatuambia Allah akikiapia kitu kama alivyo mwenyewe mkubwa, haapi isipokuwa kwa mambo makubwa. Ukiona kitu Allah akakiapia katika Qur'an, basi ujue kitu hicho ni kikubwa. لأن العظيم لا يقسم ولا لأن العظيم يقسم بالعظائم. Mkubwa Mwenyezi Mungu basi haapi isipokuwa kikubwa. Kwa hiyo wal fajri wa layalin ashr, na hapa kwa alfajiri na pia na hapa kwa siku 10. Layalin ashri, na siku 10 hayo yaliyotajwa hapo, ulama utafsir wanatuambia ni ayyamul ashr min Dhulhijja, ni zile siku 10 za mwanzo katika mwezi mtukufu wa mfunguo 3. Miezi mitukufu ni minne: Dhulqa'da na Dhulhijja na Muharram na Rajab. Katika miezi mitukufu hiyo, risala na message ya Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum, asije mtu akadhulumu nafsi yake ndani yake. Usidhulumu nafsi yako kwa kughibu akili yako, usiipe umuhimu miezi hii, kwa kutokuwa aware, kwa kufanya mambo mazuri na mema yatakayokufaidisha wewe katika siku zako za mustakbal ndani ya miezi hii mitukufu. Usidhulumu nafsi yako kwa kufanya maasi na madhambi, kwa sababu hii miezi haiko sawa na miezi mingine ambayo wewe unaijua. Kwa hiyo kwa njia yoyote, ima kwa kujisahau, usijidhulumu nafsi yako, au kwa kutoipa qima hakikia kinachopaswa kupewa kwa miezi hii mitukufu, au antusayiraha mithla shuhur, uifanye hii miezi ni kama miezi mingine, kulewa kama kawaida, uzinifu kama kawaida, kuiba kama kawaida,
kusengenya kama kawaida, kuacha sala kama kawaida, ukajidhulumu nafsi yako kwa kutojua kwamba wewe sasa uko katika miezi mitukufu, hususan uko katika mwezi wa Dhulhijja ambao siku 10 zake za mwanzo Allah kaziapia. Lakini sio tu kuapiwa siku 10 hizo. Msikilize Mtume katika hadith sahih ya Imam Bukhari kutoka kwa Abdullah ibn Abbas. Mtume anasema, ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. Hakuna katika siku alizoumba Allah amali inapendeza sana kwa Allah, anaipenda sana Allah amali ifanywayo ndani ya siku hizo kuliko amali itendwayo katika masiku 10 ya mwezi wa mfungo 3. Sahaba waliposikia hii bila shaka walikuwa surprise. Ndio maana wakauliza swali, ya Rasulullah, hakuna amali ipendezayo kama amali ifanywayo katika miezi hii au katika siku 10 hizi? Wala jihadu fi sabilillah, hata yale mapambano kwa ajili ya kuinyanyua dini ya Allah na kalimatul haqq ya jihad haifui dafu mbele ya amali itendwayo katika masiku 10 haya. Mtume akasema, wala jihadu fi sabilillah, hata hiyo pia haifanani na amali inayotendwa na kutekelezwa ndani ya siku 10 za Dhulhijja. Mtume akatoa adatul istithna, except illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji minhunna aw wa lam yarji min dhalika bishay, isipokuwa labda kuwe kuna mapambano kati ya muaskari shirki na muaskari iman, kati ya kufri na iman, zipambane makundi mawili haya, alafu huyu mtu atoke yeye na mali yake awe katika kundi la iman katika mapambano, kisha isirudi mali yake aliyoitoa wala asirudi yeye mwenyewe, wote wamalizikie katika kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu katika staili hiyo. Yani kuwe na mapambano kati ya imani na kufru. Uende zako benki, utoe akaunti yako, hela zako zote, usema hizi zitatumikia katika kazi inayofanywa na muaskarul iman dhidi ya kufru, na mimi mwenyewe nakwenda na mali zangu nakwenda nazo, kisha usirudi wewe wala mali. Huyu anawezekana akawa anashinda hicho tunachozungumza hapo, lakini vinginevyo hakuna amali yoyote inayotendwa na Muislamu ikashinda amali itendwayo katika masiku 10 ya Dhulhijja, hata jihad fi sabilillah. Hata zile siku za Ramadhani tunaambiwa kwamba kuna siku 10 za mwisho ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijipinda. Kana idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya layla shadda mizara wa ayqadha ahla. Mambo matatu alikuwa akifanya Mtume kama tulivyokuwa tukihadithiana. Anakesha na amsha watu wake na anafanya jitihada kuliko alivyokuwa akifanya katika miezi mingine. Zile ni usiku, ni laila, usiku. Hizi ni siku, ni day and night. Zile ni katika usiku bora, lakini hizi ni katika siku bora. Ule ni usiku wa Lailatul Qadri katika usiku bora, na ile siku ya 9 katika mwezi huu ni katika siku bora, sio katika usiku bora. Kwa hiyo katika usiku bora ni Lailatul Qadr, lakini katika siku bora ni michana bora iliyokuwa hakuna mfano wake, siku ya Arafa. Khairu yawmin tala'at fihi shams, siku bora ambayo jua limechomoza, yani mchana bora uliochomokeziwa na kuanzia asubuhi mpaka kuzama jua. Tunazungumzia hicho, hakuna kama siku ya Arafa. Kwa hiyo Allah anaridhishwa, na ukisikia Allah anaridhika au anapenda, maana yake ni nini?
Mtume anaposema ma min ayamin al'amalu salih fiha au fihinna ahabbu ila Allah, akisema hivyo Mtume kuna maana gani? Kwamba amali hii inapendeza zaidi kwa Allah. Amali ikipendeza kwa Allah, anaikubali, anaibarikia, anafurahishwa nayo, anailea. Hata ukifanya kidogo katika hizo amali, maadamu Allah anaipenda, anaibariki, anailea, atailea, utakwenda kuikuta amali hiyo ilivyokuwa kubwa, kama alivyozungumza Mtume katika baadhi ya hadithi. Unapotoa sadaka, Allah anaipokea, fayurabbi kama yurabbi ahadukum faluwahu au fasilahu. Mtume anasema katika baadhi ya hadithi, Allah anakulelea, anailea sadaka yako kama vile mmoja wenu anavyomlea farasi wake mdogo au ngamia wake mdogo. Faluwa na fasila ni makinda yale, mpaka linakuwa ngamia kubwa au farasi kubwa au ndama ng'ombe kubwa, kwa sababu ya malezi ambayo sasa na amali ndogo unapoifanya, Allah anailea, anaibarikia, anaikubali. Kwa hiyo inakuwa ni kitu kikubwa baadaye, kwa sababu Allah kafurahishwa nacho. Ikhwata al-imani wal-islam, ndugu zangu Waislamu, usije ukaghafilika na kutenda amali ndani ya siku 10 za Dhulhijja. Ikiwa ulikuwa unapupa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tunakuona kila siku unafanya ibada, unafanya itikafu, unasoma Qur'an. Basi Qur'ani uliyoisoma katika mwezi mtukufu wa Ramadhan haishindi Qur'ani utakayoisoma ndani ya siku 10 za Dhulhijja. Sadaka uliyoitoa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan inashindwa na sadaka utakayoitoa katika siku 10 za Dhulhijja, kwa sababu tumesema amal ma min ayami al-amal, amali yoyote utakayoitenda wewe katika masiku mengine yote huwezi ukakompea na amali ya mtu iliyotendwa ndani ya siku 10 hizi za mfungo 3. Tunaambizana hivi ili zisije zikaingia hizi siku, nazo ziko karibu. Zinavyoingia ndivyo zitakavyotoka, wewe una habari. Sisi tunapita transit hapa duniani, kwa hiyo tunahitaji kitu kinachoitwa mubadara. Haraka haraka tunapatiliza, it's game of chance. Tumepata nafasi, tunaitumia. Umri wenyewe mnaona vifo vinavyokabili. Ijumaa iliyopita tulimzika maalimu mmoja maarufu hapa Zanzibar, Maalim Abubakar, na kifo chake kilikuwa kama hivi. Ghafla moja tu ametoka barazani kwake, anavuta uradi wake, anaingia kipandi kwake kujinyosha kidogo, ameshachoka. Kule kujinyosha, alijinyosha ndo hatuamka tena mpaka siku ya Kiyama. Watoto wake wakimwamsha, amka ule chakula chako tayari, kila kitu, haamki tena. Daktari akija anasema huyu kutokea saa 1 ameshafariki. Yani just like that, mtu anakufa kama mzaha hivi. Na hivi ndivyo kifo kinavyokuja kwa kila mmoja miongoni mwetu. Yeye ametangulia, sisi tuko nyuma tunakwenda. Kwa hiyo mubadara unahitajika. Umri mdogo uwe nao, lakini uwe na rasilimali kubwa, uwe na faida kubwa ya matendo. Sasa faida kubwa utaipata vipi? Ni kupatiliza, kufanya ibada, kufanya mambo makubwa katika nafasi kama hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatupa. Yahya ibn Muadh aliwahi kutoa darasa nzito sana kwa waliokuwa pamoja nao siku hizo na watakaokuja baadaye, katika swala la kupatiliza mubadara. Akasema fanya mambo matatu utakuwa mwenye akili, tena utaswibu. Mambo matatu hayo akayataja wazi wazi.
Akasema al-aqilu al-musib man fa'ala thalathan, aliye na akili timamu, aliyesibu kabisa target anayoitarget ni mtu atakayefanya mambo matatu: an yatruka ad-dunya qabla an tatrukahu, ni uachane na dunia na ulevi wa dunia na mapenzi ya dunia kabla dunia haija kuacha wewe. Huyu ameona mbali. Mtume aliposema hubu dunya rasu kulli khati'a, kuipenda sana dunia ukaganda ukataalaq nayo, asema ndiyo mwanzo wa kila maovu, ndiyo mwanzo wa kila makosa, ndiyo mwanzo wa kila tabu. Ukiipenda dunia ikawa dunia ina nafasi kubwa kwako kuliko kitu chochote, unaweza ukaua hata mzazi wako aliyekuzaa kwa tabu, aliyekulea kwa tabu, kwa sababu tu kuna nafasi ya dunia pale. Kizuizi cha kuipata ni baba yako au mama yako au ndugu yako, basi uko tayari wewe kuondoa kizuizi kile kwa sababu uipate dunia. Kiipenda dunia kuliko imani ambayo inakuhimiza wewe kuitumia vyema dunia, kuliko mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, utakuwa mtu wa ajabu, utakuwa dhalimu, utakuwa unadhulumu watu kwa sababu uipate zaidi dunia kuliko wao, utakuwa mwizi kwa sababu uipate fungu kubwa kuliko wao, utakuwa khain, utakuwa na sifa za ajabu ajabu kwa sababu dunia kwako ndio nafasi yake kubwa iliyo katika moyo wako. Lakini ukiichukua dunia ni kama maji na mawimbi, amali yako njema ukaifanya kama jahazi la kupitia juu yake, ndio utakuwa musib. Pale unaposema rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, ukaifanya mazra'atul akhirah. Dunia ni shamba la akhirah. Inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. hivi ndivyo alivyokuwa akisema Imam Shafi'i. Kwa hiyo utruk ad-dunya qabla an tatrukak, kuacha dunia haina maana kwamba usile kama wanavyopewa taalim baadhi ya watu na baadhi ya imani kwamba ufunge mpaka ufe. Hapana. Wala usiwe ni mwenye kuenjoy nasibu ya dunia uliyopewa, haina maana hiyo kabisa. Kuiacha dunia ni kama waliokuwa wakisema wema waliotangulia, Allahumma ja'al ad-dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Rabbi, jalie dunia iwe mikononi mwetu tu, usijalie dunia ikawa nyoyoni, ikawa imeganda huku katika nyoyo zetu, iwe mkononi. Yani wakati wa kuondoka tukiitupa hakuna hasara yoyote, tukiwepo tunaitumia kwa kadri ya haja kwamba sisi tuko duniani, lakini isiwe shughulu shaghili lilmuslim na kwa thamani yoyote uipate dunia. Anasema utruki dunia kabla an tatrukak. Tumekuwa kisema mara nyingi akituhutubia tuogope vitu viwili, fattaqu dunya wattaqu nisa. Si katika hadithi za Bwana Mtume. Kwa nini Mtume anatuhimiza tuiogope dunia na tuogope wanawake? Kwa nini? Fitna zake, na dunia nayo ina fitna nyingi. Kwa utrukiha talliqha thalathan wa kunna biha alam tumbi kama qad qila fiha hiya ad-dunya taqulu lisakiniha hadari hadari min batshi wa fatki inna fi dhalika la'ibratan liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Dunia hii ukisha sarifiwa ulimwengu ukaekewa machoni mwako, dunia ikapambwa katika macho yako, tayari umeshapata adhabu. Wa izzati wa jalali illam tarda bima qasamtuhu lak law sallitanna alayka ad-dunya tarkudu fiha raqda al-wahsh fi al-barriya wala yanaluka fiha illa ma katabtuhu laka wala ubali. Dunia ikiwa ndio shughuli iliyokushughulisha kila pahala, kila jambo, kila usiku, kila uchao unapambana na dunia tu, huiwezi kwa sababu walokuepo waliiacha na walikusanya kuliko unavyokusanya wewe.
inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil'usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbu alfarihin wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fi al-ardi inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Hizi ni aya zinasimuliwa kisa cha Qarun, mmoja katika aghna rijal waliopatikana katika hii dunia, walioimiliki dunia kikweli kweli kwa mali na jaha walizokuwa nazo na vyeo walivyokuwa na. Mmoja Qarun anaambiwaje? Qarun, usitakabbar katika hii dunia. Hii dunia tumia, usisahau sehemu yako maadamu umeipata. Kambia wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau fungu lako. Unalo fungu lako, ndio hilo tulilozungumzia. Enjoy yourself katika dunia katika misingi ya halal. Tumia katika dunia katika misingi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ishi katika dunia katika misingi na dhawabit maalum, lakini sio shughulu shaghili kakuteka mpaka ukamsahau Mola wako. Ndicho alichokuwa anaelewa hapa Qarun. Wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Fanya vyema, fanya vizuri, fanya ihsani kwa watu wengine ambao wameikosa hiyo dunia kama ulivyofanyiwa wewe ihsani na Allah kwa kukupa. Mshairi anasema idha jadat alayka ad-dunya fajud biha ala an-nasi wa'lam annaha tataqallabu. Dunia ikiwa nzuri kwako, ifanye iwe nzuri kwa wengine. Tambua kwamba inabadilika badilika. Hiyo dunia haisimami katika hali moja. Leo kwako, kesho kwa yule. Leo kwako, kesho juu yako. Wa'lam bi annaha tataqallabu. Kisha kamaliza na ubeti huu mzuri, usikilize utakupa qanaa. Anasemaje? falal judu yufniha idha hiya aqbalat wala al-bukhlu yubqiha idha hiya tadhhabu. idha jadat alayka ad-dunya fajud biha ala an-nasi wa'lam bi annaha tataqallabu. falal judu yufniha idha hiya aqbalat wala al-bukhlu yubqiha idha hiya tadhhab. Nini maana yake? Anasema la judu yufniha, kuwa mkarimu hakutoimaliza dunia yako aliyokupa Allah. Idha hiya aqbalat, kama imeamua dunia kukupa uso. Kama Allah ameshakuletea, ndio amekuletea, usidhani kwamba na wewe ukiwa mkarimu itamalizika. Anakuambia no, ukarimu haumalizi kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala. La judu yufniha idha hiya aqbalat, kama imeamua kuja inakuja dunia. Hata ukizuia kwa mikono kwamba basi itakuja tu, kwa sababu imeamua. Allah subhanahu wa ta'ala kaamua. Imeamua maana yake ni majaz, usnida al-fi'l ila ghairi fa'ili. Kwa sababu wapo waliokuwa ilmu ya balagha hajapita katika madaris, anaweza akatoka hapa akasema da, khatibu wa kwa mchina mwanzo ni mshirikina, anasema dunia inaamua, wakati anayeamua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inaitwa majaz aqli, isnadu al-fi'li ila ghairi fa'ilihi. Basi ikiamua kuja inakuja tena. Anasema wala bukhlu yubqiha, walau bakhili hauna nafasi ya kuibakisha dunia. Idha hiya tadhhabu, ikiamua kukupa mkono itakupa tu mkono. Kwa heri, mimi naondoka, ulinimiliki lakini sasa ni wakati wako wa kufilisika. Ikiamua kwenda itaenda, ikiamua kuja itakuja, kwa sababu tayari قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ameshatia saini, ameshaamua hayo mambo yatokee. Kwa hiyo utruki dunia kabla an tatrukak. Maana yake nini? Yani idharau dunia, ipe mgongo dunia, usiipe nafasi kubwa dunia, kwa sababu
dunia na akhira ni kama wake wenza. Utakavyokuwa karibu na mmoja ndivyo utakavyokuwa mbali na mwingine. Kwa ajili hiyo tumia akili yako vizuri, acha dunia kabla haijakuacha. Nambari 2 anasema ibni qasraka kabla an tadkhula, jenga jumba lako kabla ya kuhamia. Jenga nyumba yako kabla ya kwenda huko. Ndugu zangu, hapa ulimwenguni tu kama huna nyumba unanyanyasika. Kama huna kwa kwenda utakaa wapi? Utalala wapi? Utasistiri wapi? Sasa hapa unapita njia, nyumba ni muhimu. Sikuambii huko ambako tunaishi milele na milele. Sikuambii huko tunapomzika mtu katika makaburi. Basi pale tunapomzika ni nyumba yake ya kwanza. Alqabru awwalu darin min duri dunya, awwalu manzili min manazili al-akhirah, wa akhiru manzili min manazili ad-dunya. Nyumba ya mwisho katika nyumba za dunia ni kaburi, na nyumba ya mwanzo katika nyumba za akhira ni kaburi. Pale unaweza ukakaa miaka mingi kuliko miaka ulioishi huko duniani. Ikiwa uliishi miaka 70 hapa duniani, sasa kitizame kiyama cha kaburini. Wafikirie babu zetu tuliowazika mpaka leo, na hatujui kiyama lini. Lakini na sisi pia kule ndo kuna nyumba za kujengwa, kule ndo kuna modern house. Kama unahitaji modern ufanye kule kweli, pamoja na kwamba unajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandaa makazi aina 2 kwa wanadamu hapa duniani. 2 tu. Ndio kesema mshairi, almautu babun wa kullu an-nasi dakhiluhu ya laita shi'ri ba'da al-babi maddaru. Mauti ni glass, kila mtu atakunywa. Mauti ni mlango, kila mtu atapita. Lakini hoja si mlango, baada ya mlango chumba cha kulala ni kipi? Sasa nyumba ya kwenda kushtukia ni ipi? الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان لا للمرء غيرهما فانظر binafsika أي الدار تختار. Nyumba ni 2 tu, moto na pepo. Chagua mwenyewe unataka kuhamia nyumba gani. Kwa hiyo kuchagua ni mtu kuangalia zile chance na nafasi ambazo anazipata. Kama hizi anasema huu ni mwezi wa Dhulhijja unakuja, basi sadaqa zangu kwa wingi, Qur'ani kwa wingi, saumu kwa wingi, dhikri kwa wingi, salata ala nabi kwa wingi, majalis ya khairi kwa wingi.